kumpata kiongozi wa Kikatoliki duniani baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi huyo Papa Francis ambaye umauti ulimkuta mnamo tarehe 21 mwezi wa 4 sawa mwaka huu 2025. Hatimaye siku zimekuwa ni 2 tu ambazo zimetosheleza kuweza kumpata kiongozi wa kanisa hilo la Katoliki ulimwenguni, na amepatikana na amechagua pia mwenyewe jina ambalo ataweza kulitumia. Kwa hiyo jana moshi mweupe ulionekana huku makadinari ama wapiga kura takriban 133 waliokusanyika katika kanisa la Sistine Chapel la Vatican City pale wakimchagua papa mpya, na alionekana pia katika eneo la Basilika ya Mtakatifu Peter ama St. Peter's pale. Na hatimaye papa huyo tunaye kama ambavyo ilikuwa imeandikwa, papa sasa tunaye anaitwa Robert Francis kwa jina lake kamili hilo Prevost, lakini majina ambayo ameyachagua yeye kuyatumia ni Papa Leo wa 14. Kwa Kiswahili unaweza kusema Papa Leo wa 14, lakini wanapenda kuita Leo, si ndio? Bwana Robert Francis yeye kwa ufupi tu kwenye wadhifa wake tukijaribu kuweza kumtazama asubuhi hapa leo, anatokea jimbo la Chicago pale nchini Marekani ama Chicago, lakini jina lake halisi kama nilivyosema anaitwa Robert Francis Prevost, na amechaguliwa kama kiongozi wa kidini kama papa. Kwa sasa hivi ni papa sasa wa 260 na 7 tangu masuala ya kuchaguliwa kwa mrithi kutoka kwa Petro na wapiga kura wengine ambao walikuwa wanafanyika kwa kipindi hicho. Lakini hatimaye jana mnamo tarehe 8 mwezi hapa wa Mei 2025 akapatikana. Yeye ni kardinali kiongozi wa dikasteria ya maaskofu, chombo maalum ambacho kinashughulikia uteuzi wa maaskofu kutoka Vatican, na amechaguliwa ama amejichagulia jina la Papa Leo wa 14 na ana umri wa miaka 69 ama 69 unasema hivyo mpaka jana hiyo ambapo alikuwa anachaguliwa. Na yeye anatengeneza mtiririko wa mapapa wa kanisa Katoliki kuwa 267 na ni mtao wa shirika la Mtakatifu Agostino, lakini pia ni papa wa kwanza kutoka bara la Amerika kaskazini ama Marekani ya kaskazini kule, sio? Kwa hiyo maono, ndoto, matarajio yaliyokuwa ni Afrika yamezimwa, yameondoka kwa sababu papa amekwisha kupatikana. Na yawezekana pia wakati matarajio yakiwa barani Afrika yako mabara pia mengine ambayo yalikuwa tarajia pia. Ndio. Kwa hiyo yote kwa yote kiongozi amepatikana. Kabisa. Kwa hiyo anaenda sasa kuwa na nafasi ya kuweza kuongoza, na kama unavyojua hapa ingelikuwa kama ndio uchaguzi sasa labda umemalizika, tunasema sasa huyu ndiye rais wa miaka 5. Ndio. Lakini pale sasa akishakuwa ni kiongozi kama kuna mambo mawili tu, either yeye mwenyewe amwe kujiuzuru kutokana labda na kudhoofika kiafya ama kushindwa kuwa na kuwajibika kwa majukumu yake. Pili ni mpaka umauti utakapokuwa umemkuta. Sawa, majukumu yake yanakoma hapo. Kwa hiyo kama ulikuwa ufahamu pia hilo, hebu uchukua na uweze kuliishi nalo. Na kuna baadhi ya mapapa ambao walishindwa kuweza kuwajibika na kuweza kutekeleza majukumu yao kutokana na afya zao, wengine walijiudhuru pia, lakini wengine waliendelea kuhudumu mpaka pale ambapo mauti uliweza kuwakuta, si ndio? Kwa hiyo hili ndio ambalo tulikuwa tunazungumza kila siku kwamba utakatifu ule na uwepo wa Roho Mtakatifu sasa ndio umeshuka na umeonesha huyu ndiye ambaye atakuwa. Tabasamu lake linadhihirisha kile ambacho anahitaji kwenda kukitumikia. Mimi binafsi akilini mwangu wimbo ambao wananijia ni wadani msimamo ule wa siku nzuri. Kardinali kuwa papa wewe atafurahi. Kwa hiyo nilikuwa naona ile tabasamu lake lile. Yaani unamuona kabisa tabasamu ambalo ako nalo. Unajua mwananchi katika kitu ambacho pengine wengi hatukielewi kweli ni kwamba pamoja na kwamba kinachofanyika ni uongozi wa kiroho, lakini hakuna ambaye hapendi kuwa kiongozi. Kabisa. Yaani hata kama ni kiongozi wa kiroho, lakini mtu anapenda kuwa kiongozi. Kama nakumbuka siku za hivi karibuni kulikuwa kuna sintofahamu ya watu wanataka kabisa nafasi naam ya kiroho. Kuna dhehebu fulani wanagombania kabisa nafasi ya kule juu kabisa ya kiroho, lakini mwisho wa siku unakwenda kutumikaje kwenye hiyo nafasi? Kweli ya kiroho au unataka tu hiyo nafasi? Ndio. Inawezekana wewe kila siku ukawa tu kama ni padri tu kuchini padri tu. Kuna siku utahitaji
Kupanda, ukue uwe viwango. askofu. Viwango lazima vikue. kwenye nyadhifa pia inatakiwa hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha kweli kweli. Tumsikize Kardinali Prodecon Dominique Mambet, yeye ndiye ambaye alimtangaza Kardinali Robert Francis kwamba ndiye amechaguliwa kuwa papa mpya, na shangwe ambalo lilitokea pale baada ya kuweza kutangazwa kabla hajaonekana kwenye dirisha lile maalum ambalo liliweza kumthibitisha kwamba sasa huyu ndiye kiongozi wetu. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Shangwe likitawala hiyo katika na waumini walikuwa wengi sana, walikuwa wa kutosha. Naona mtoto mmoja kanyanyuliwa, yani ameshindwa kujizuia, akaanza kulia kilio. Sasa kikawa kinatokea hapo. Huyo ni Kardinali Prodecon Dominique Mambet akitangaza Kardinali Bwana Robert Francis kwamba sasa ndiye papa wao. Anasema anatangazia furaha kuu, tunaye papa Mola mtukufu na mtukufu Bwana Robert Francis, kardinali wa kanisa takatifu la Roma Prevost, ambaye amechukua jina la Leo wa 14. Akamtangaza rasmi kwamba sasa ndiye papa ambaye ameweza kuchaguliwa. Baada ya hapo Papa Leo wa 14 akatoa baraka yake ya kwanza ikifahamika kama Obit et Obi ya kitume kutoka kwenye eneo la balkon ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Na ni Marekani huyo mwenye umri wa miaka 69 kama tulivyosema awali. Alizaliwa katika eneo ambalo linafahamika kama Provost pale Chicago. Akachaguliwa kuwa papa pia wa 267 hiyo jana, kwa mara ya kwanza kwenye kongamano hilo kubwa, ama tunaweza kusema kwenye uwanda mpana, na watu wakiwa wanasubiria. Watu walikuwa wanalala pale wakikesha wakisubiri tu mpaka papa aweze kupatikana, akapata wasaa kuweza kuzungumza na halaiki ya waliokuwa wakisubiri. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotent, Patris et Filii
et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Tutazoea tu. Kuanzia leo tutakuwa tunasema Papa Leo yupo ziarani. Tutazoea. Papa Leo yuko ziarani. Papa wa 14. Sawa, maombi yake hapa anasema naomba mitume watakatifu Petro na Paulo ambao tunaamini kuwa na mamlaka watuombee mbele za Bwana. Amina. Kupitia maombi na fadhila za Bikira Maria mtakatifu, malaika mkuu Mikaeli, mtakatifu Yohana Mbatizaji, mitume watakatifu Petro, Paulo na wote watakatifu, Mungu Mwenyezi na atufungulie rehema na kutusamehe dhambi zetu zote, na Yesu Kristo akatupeleke katika uzima wa milele. Amina. Lakini akamalizia kusema ruhusa, msamehe, msamaha na ondoleo la dhambi zetu zote, msimu wa toba ya kweli na yenye matunda, moyo ulio tayari, marekebisho ya maisha, neema na faraja ya Roho Mtakatifu na uvumilivu wa mwisho katika matendo mema na dhiki. Bwana mwenye nguvu na rehema awape. Amina. Na baraka za Mungu Mwenyezi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu zishuke juu yenu na zibaki nanyi daima. Amina. Sawa, hiyo ilikuwa risala yake ya kwanza kabisa baada ya kuweza kuchaguliwa. Lakini hapo alitoa pia ujumbe wa amani kwa watu wote, watu wote ulimwenguni na wale wote ambao wanaamini katika Ukristo na wanaamini katika kanisa la Kikatoliki, na akasalimia jiji lote la Roma na ulimwengu kwa mara ya kwanza kuonekana kama mrithi wa Petro kutoka kwenye Basilika Mtakatifu Petro hiyo jana. Salamu zake pia alizitoa katika ulimwengu mzima, swala zima la amani, kwa sababu unajua ni kiongozi, lakini anaenda kuwa kiongozi pia wa kidunia katika masuala mazima ya upatanishi wa masuala mazima ya imani na masuala mazima ya amani. Mahali popote yeye ndiye atakuwa mhubiri pekee ambaye atatakiwa aweze kuzungumza juu ya mataifa kuweza kuungana, kukaa pamoja, na hata mazingira ambayo mataifa yako na vita, basi huwa wanapata pia nafasi ya kuweza kuzuru kule kwa ajili ya kuweza kusambaza ujumbe wa amani, upendo, mshikamano, maelewano, maridhiano, kusiwe na magombanishi ya kuweza kutenganisha jamii ambayo ni moja. Wanasema sisi sote ni watoto wa baba mmoja. Kwa hiyo lazima pia tuweze kupendana, lakini pia tuweze kuishi kwa amani kama ambavyo inatatikana. La pace sia con tutti voi. Pace sia con voi. Ndio. Amani iwe kwenu ndugu wapendwa. Ndio. Hii ilikuwa ni salamu yake ya kwanza ya Kristo mfufuka, kama akiwa mchungaji mwema ambaye alitoa maisha yake kwa ajili ya kundi la Mungu. Mimi pia ningependa salamu hii ya amani iingie mioyoni mwenu, iwafikie jamaa zenu na watu wote popote walipo na mataifa yote ya dunia yote. Amani iwe kwenu. Mwisho wa kumnukuu Papa Leo wa 14, ama Papa Leo wa 14. Sasa kazi iendelee. Na kwa taarifa tu ni kwamba akishatoka kuwa kardinali, akichaguliwa kuwa papa, kuna pete ya kikardinali anavua, anavikwa pete ya upapa ambayo ina nembo ya Mtakatifu Petro pamoja na picha ya samaki, kwamba anatumwa sasa. Petro tunajua alikuwa mvuvi, anatumwa aende akavue sasa. Alafu na baada ya hapo hakutakuwa na misa au ibada maalum ya tuseme kama kumweka wakfu, haitakuwepo kwa sababu hakuna kiongozi yoyote duniani hapa ambaye ana mamlaka kumzidi yeye. Kwa hiyo ndio maana wanaomba sana Roho Mtakatifu aweze kuwasimamia kwa ajili ya kufanya nini, ya kumchagua. Kwa ina maana yeye moja kwa moja anaanza kazi. Hakuna hamna ibada ya kumbariki, sijui hamna ya kumweka wakfu, hakuna, ni moja kwa moja anaanza kazi. Na kinachofuata sasa kutakuwa na misa ya ufunguzi wa kuanza hii kazi. Basi ndio kinachofuata. Na kwa taarifa tu ni kwamba alishawahi kufika Tanzania. Alishawahi kufika Tanzania mwaka 1993 kule Songea Mahanja, akiwa mkuu wa shirika la Mtakatifu Agustino OSI duniani. Pia mwaka 2002 alikuja Morogoro kuwatembelea walelewa wa kitawa wa shirika la Mtakatifu Agustino. Kama tulivyokuwa tumegusia mwanzo, yeye ni Agustiniani yuko shirika la Mtakatifu Agustino. Kwa hiyo alikuja Tanzania kwa ajili ya kuwatembelea washirika wenzi wa Mtakatifu Agustino. Kumbe kwetu kashakanyaga tena mara mbili nzima. Haba litakuwepo kabisa. Atarudi katika nafasi nyingine ya upapa. Ndio. Tuhitimishe hivyo kwa mataifa ya ng'ambo, Merje.